Rafiki yangu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Tell Jesus TV, tunakaribisha kwenye kipindi kimongozo kujifunza Biblia lesoni ya shule ya Sabato. Tunakipeperushwa hapo siku baada ya siku. Tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025 inayotufunza jinsi ya kusoma na kuelewa unabii wa Biblia. Na leo tunafikia somo la 8 ambalo linazungumzia kuhusu katika Zaburi sehemu ya kwanza. Katika Zaburi sehemu ya kwanza. Somo la juma hili linatosha chimbuko lake kwenye Waebrania sura 9:11-15, Zaburi 112, Zaburi ya 15, Zaburi ya 14 na Kutoka 33:18 hadi 23 na Zaburi 5, Zaburi ya 51:7 hadi 15. Pendwa, nakuja leo kutolea tu utangulizi wa somo la juma hili. Lakini kabla ya kutolea huo utangulizi, basi tumkaribishe Roho Mtakatifu. Fungu la ukariri mpendwa linapatikana kwenye kitabu cha Ufunuo sura yake ya 14 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, kisha nikaona na tazama, huyo mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama Waadventista wa Sabato tumezoea kutafuta ishara za ufunuo katika visa vya Agano la Kale ili tuelewe unabii wa Biblia. Tunatafuta katika Agano la Kale kitu hiki ama alama hii ilikuwa ikimaanisha nini katika Agano la Kale. Sio tu mahali pengine pekee katika Agano la Kale, lakini pia kitabu cha Zaburi sio tu kitabu ambacho kinazungumzia kuhusu mateso ya wana wa Mungu, furaha yao, kualika Mungu kuwa kama kimbilio lao. Kinazungumzia pia unabii wa Biblia. Kuna mambo mengi ambayo utaipata katika kitabu cha Zaburi ambayo mambo mengi ambayo utajipata katika kitabu cha Zaburi yatakayotufunza na kuturahisisha kuelewa unabii wa Biblia. Kwa hivyo usomaji makini wa Zaburi hutoa maelezo yanayofanya kitabu cha Ufunuo kuwa cha kuvutia, hasa Ufunuo 14 inayoelezea kazi ya mwisho ya kanisa la Mungu la masalio duniani. Watu wa Mungu wa siku za mwisho wamepewa kazi ile ile kama ya Israeli ya kale. Tunapaswa kuwa nuru kwa mataifa jinsi Israeli iliitwa kuwa nuru kwa mataifa, na wito wa mwisho wa rehema kwa watu wote wanaomwabudu na kumtii Muumba wao. Kwa hivi maelezo kadha wa kadha yaliyo katika kitabu cha Mungu cha nyimbo cha Zaburi yanaweza kutupa njia mpya za kuelewa na kuthamini wajibu wetu katika nyakati za mwisho za historia ya dunia hii. Ninakualika mpendwa mtazamaji, msikilizaji, kujiunga nasi kwenye masomo haya. Jumapili tutazungumzia kuhusu kuhani wetu. Baada ya siku hiyo tutazungumzia kuhusu juu ya mlima Sayuni. Jumatatu juu ya mlima Sayuni. Na hapo kuna masomo mengi ya kiroho ambayo yatakuja kutusaidia na kutubariki. Jumanne, sheria mioyoni mwetu, sheria mioyoni mwetu. Naenda kwenye somo la Jumatano tunazungumzia Zaburi ya sura ya 5. Hiyo Zaburi ya 5 tutakuja kujifunza mambo ya kiroho yatakayotusaidia hapo, na Alhamisi itakuwa wafundishe wakosaji njia yako. Je, ni kusudi lako kujiunga pamoja nasi kuangalia tena mpango wa wokovu katika kitabu cha Zaburi kinachotuelekeza na kutufunza kuelewa ishara nyingi zinazopatikana kwenye kitabu cha Ufunuo? Ikiwa hiyo ndiyo kusudi lako, basi tunyenyekee kwa Mungu. Baba mtukufu, asante kwa upendo wako. Asante kwa sababu hata kupitia nyimbo, kupitia Zaburi umeeleza mambo mengi ya unabii yanayotuhusu sisi tunaoishi siku hizi za mwisho. Tupatie akili ya kuweza kuelewa na kuweka maanani mafundisho yote tutakayojifunza katika juma hii. Bariki mtazamaji na msikilizaji na mitambo yetu yote katika jina la Yesu Kristo. Ndugu, usikose kusubscribe, like na kushare kwa watu wengine. Karibuni kwenye somo la kesho.